Na tukiangazia mengine ni kwamba maseneta wawili wa Marekani wa ngazi ya juu wa kamati ya mahusiano wameishtumu serikali ya Tanzania kwa kuwakandamiza raia wake walioandamana kupinga uchaguzi uliogubikwa na unyanyasaji wa kisiasa, utekaji nyara na udanganyifu. Maseneta hawa wanasema kwamba Rais Samia Suluhu ameshindwa kuendeleza mageuzi na demokrasia nchini humo, huku akiukashifu uchaguzi wa Tanzania kwa kusheheni udanganyifu na dhulma. Mwanahabari wetu Emmanuel To ana taarifa hiyo kwa kina. Kwenye taarifa ya pamoja, Jean Shaheen na Jim Risch, ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni, wamesema kuwa uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania ulikumbwa na ukandamizaji wa kisiasa, utekaji nyara na hadaa zilizotekelezwa na serikali. Maseneta hao wawili wa Marekani wakisema kuwa matokeo ya uchaguzi wa Tanzania yaliamuliwa kabla ya siku ya uchaguzi uliofanyika tarehe 29 mwezi Oktoba. Maseneta hao wawili wakisema kuwa serikali ya Rais Suluhu iliwakandamiza waandamanaji na kusababisha mamia kuuawa, wengine kutekwa nyara na mamia kufungwa jela, wakiwemo viongozi wa upinzani na kiongozi wa chama cha Chadema Tundu Lissu ambaye anatuhumiwa kwa uhaini. Kwa mujibu wa maseneta hao, chama tawala cha Tanzania CCM ambacho kilikuwa chama cha ukombozi sasa kimegeuka cha udhalimu, jambo ambalo wanasema linahatarisha ukanda wa Afrika Mashariki na kushinikiza serikali ya Marekani kuangalia upya uhusiano wake na Tanzania kutokana na kudorora kwa demokrasia nchini humo. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa kuapishwa kwa baraza jipya la mawaziri katika ikulu ya Chamwino, Bashiru Ali Kakurwa na hapa kwamba Rais Suluhu alitaja matukio ya ghasia za baada ya uchaguzi kama ambaye anaweza kuathiri taswira ya nchi hiyo kimataifa, na haswa uwezo wa Tanzania kupata mikopo kutoka kwa taasisi za kimataifa. Suluhu alimjumuisha mwanawe Wanu Hafidh Amir kama naibu waziri mpya wa elimu, sayansi na teknolojia, tumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba huku mkaza mwanawe Mohamed Mchengerwa akipewa wadhifa wa waziri wa afya. Mwanawe rais wa zamani Jakaya Kikwete, Ridhiwani Jakaya Kikwete, alipewa usukani wa waziri wa utumishi wa umma na uongozi bora katika afisi ya rais. Na kuitetea. Licha ya Rais Suluhu kutoa rai za maridhiano bungeni, hakuna mazungumzo yoyote ya kuashiria hayo ambayo yamefanyika hadi sasa. Matukio ya hivi karibuni yameathiri msingi wa uaminifu wa kimataifa kwa Tanzania. Rasilimali zetu ni chache. Kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo.